لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، nakumbukeni zamani mlipotaka uokovu kwa Bwana wenu. Fastajaba lakum, bas akawaijibuni nyinyi, anni mumiddukum bi1000 min almalaika, kwamba mimi ni wenye kuwasaidia nyinyi kwa malaika 1000 murdifin, hali ya kuwa ni wenye kufuatana. Na hiyo inaizungumzia ghazwa Badr. Ghazwa hii katika zile ghazwa min alghazawat ambazo malaika wa Allah tabaraka wa taala min as-samaa waliteremka kiasi cha idadi ambayo Allah mwenyewe ameitaja katika aya yake hii. Idh tastaghithuna rabbakum, nakumbukeni zamani mlipotaka uokovu, mlipotaka msaada kutoka kwa Bwana wenu. Istighatha bimaana talabul khawf. Istighatha yastaghithu istighathatan wa hiya talabul khawf, na kule kutaka uokovu. Na uokovu ni kwa kama una mahali watakapoangamia, sasa akaja mtu akaja kukuokoa tukana hilo janga ambalo uone likakufanyaje likakupata. Fastajaba lakum, bas akawaitika nyinyi maombi yenu. Allah akasema anni mumiddukum bi1000 min almalaika, wa mimi nitawasaidieni nyinyi malaika 1000. Mumiddukum, mumiddu min almadad au min alimdad, lakini amada yumiddu sawa. Min alimdad imechukua katika masdari ya imdad. Imdad maana yake kusaidia. Anni mumiddukum bi1000 min almalaika, kwamba mimi nitawasaidieni nyinyi kwa malaika 1000 murdifin, aliyakuwa ni wenye kufuatana. Udhkuru ni'mat Allah alaykum ya yawma Badr, kumbukeni neema ya Allah iliyopo juu yenu ile siku ya Badr. Tatlibuna an-nasra ala aduwikum, pale mlipotaka nusra dhidi ya adui zenu, dhidi ya maadui zenu. Wa hum kuffaru Makkah, ni wale makafiri wa Makkah. Fastajaba Allah li du'aikum qailan, na akawaitika Allah maombi yenu, hali yakuwa Allah ni mwenye kusema inni mumiddukum bi1000 min almalaikati min as-samaa, kamimi ni wenye kuwasaidieni nyinyi kuwapa malaika 1000 kutoka mbinguni. Yatba'u ba'dhum ba'dha, watakufuatana wao kwa wao, manake wenye kukuja katika ile ufundisho wanashuka na Mungu. Wama ja'alahu Allahu illa bushra, na wala hakujalia Allah msaada huo isipokuwa ni habari ya furaha. Walitatma'inna bihi qulubukum, na ili zipate kutulizana kwa msaada huo nyoyo zenu. Waman nasru illa min indillahi, na wala haukuwa ushindi isipokuwa unatoka mbele ya Allah. Inna Allaha azizun hakim, hakika Allah ni mwenye enzi, maana ni mwenye nguvu. Hakimu ni mwenye hikma katika mambo yake. Imana Allah anatufahamisha waja wake wema min as-sahaba kwamba ile imdad, ule msaada ambao Allah ameuleta kwa kupitia malaika, si kwamba wale ndio wameleta ushindi kwa ile vita ambao wameshinda ghazwa Badr, si kwamba wale malaika ndio wameleta ushindi kwa dhati zao. Hapana, ili kama vile nyinyi mpate faraja, furaha, nyoyo zenu zitulizane, muondokewe na ile hali ya hofu na uoga kwamba labda wale ni wachache, kwa sababu malaika masahaba waliokuwa katika vita vile takriban ya miangapi? 370 313. Asante. 70 ilikuwa ni wale ambao waliopanda farasi. 373 ni wachache sana, lakini makafiri walikuwa ni ngapi?
1000 na hapo msalama 1000 makafiri. Sasa angalia gapo kwa kubwa sana. Sababu ile ile hofu na nini, yani ile hofu tabii, ile hofu ya kawaida ya binadamu. Kwa Allah kuwashusha wale malaika ili kutuliza zile nafsi zao. Wama ja'alahu Allah illa bushra, na wala hakujalia Allah msaada huo isipokuwa ni furaha kwenu nyinyi, isipokuwa na habari njema kwenu. Walitatma'inna bihi qulubukum, na ili zipate kutulizana kwao, maana kwa msaada huo nyoyo zenu zitulie. Waman nasru illa min ilmi Allah, na wala haukuwa ushindi isipokuwa unatoka mbele ya Allah tabaraka. Inna Allah azizun hakim, hakika Allah azizu ni mwenye kushinda, hakim ni mwenye hikma katika mambo yake. Bimaana wama ja'ala Allah dhalika al-imdada, hakujalia Allah ule msaada illa bisharatan lakum bin-nasr, isipokuwa ni habari njema kwa nyinyi kwa ushindi. Walitaskuna bihi qulubukum, na ili zipate kutulizana nyoyo zenu. Watuqinu binasri llahi lakum, na ili mmena yaqini kwa nusra ya Allah. Wama nasru illa min indi llahi, na wala haikuwa nusra na ushindi isipokuwa yeye ushindi huo unatoka kwa Allah tabaraka wa taala. La bishiddati ba'sikum wa quwwakum, si kwa sababu ya ule ukali wa vita vyenu na zile nguvu zenu, hapana. Inna Allah azizun fi mulkihi, kwa Allah ni mwenye kushinda katika ufalme wake. Hakimun fi tadbirihi wa shar'ihi, na Allah ni mwenye hikma katika mipangilio yake na sheria zake. Idh yughashshikum an-nu'asa amanatan min, zamani alikuwafinikeni ninyi Allah na usingizi. Amanatan min, hali ya kuwa ni amani toka kwake. Wayunazzilu alaykum min as-samaa, na akawateremsheni ninyi kutoka mawinguni au kutoka mawinguni ma'an, mvua. Liutahhirakum bihi, ili apate kuwataharisha nyinyi kwa mvua hiyo. Wayudhhiba ankum rijsa ash-shaytan, na ili apate kuondosha kwenu nyinyi ule waswasi wa shaytan. Rijsa hapa ni maana yake ni waswasa au wasawis, ile waswasi wa shaytan. Waliyarbita ala qulubikum, na ili apate kutia nguvu Allah juu ya nyoyo zenu. Wayuthabbita bihi al-aqdam, na ili apate kuthibitisha al-aqdam, miguu yenu iwe na thabati. Allah subhanahu wa ta'ala katika ghazwa hii pia alishusha, maana kwamba walipata kijilepe cha usingizi masahaba radhiyallahu ta'ala, alafu akashusha mvua kidogo. Tuko sawa? Allah tabaraka wa taala anafanya kwa hikma zake. Kenda katika vitabu vikubwa vya wanachuoni utaona maelezo sana. Idh yaghashshikum an-nu'asa amanatan min, zamani alikuwafinikeni ninyi Allah na usingizi. Amanatan min, hali ya kuwa ni amani kutoka kwake Allah tabaraka. Wayunazzilu alaykum min as-samaa'i ma, na ikawa anateremsha kwenu nyinyi kutoka mawinguni mvua. Liutahhirakum bihi, ili apate kuwataharisha kwa mvua hiyo. Wayudhhiba ankum rijsa ash-shaytan, na ili apate kuondosha kuepukana na nyinyi ule wasiwasi wa shaytan. Rijsa maana yake wasawasi. Waliyarbita ala qulubikum, na ili apate kutia nguvu Allah juu ya nyoyo zenu. Wayuthabbita bihi al-aqdam, na athibitishe kwayo, yani miguu yenu. Ay idh yulqi Allahu alaykum al-nu'asa, zamani alipowaingizeni nyinyi, alipotia Allah kwa nyinyi usingizi. Amana minhu, hali ya kuwa ni amani kwa nyinyi. Min khawfi aduwikum, kutokana ile hofu ya adui yenu. An yaghlibakum, kule kuwashindeni, kawatia usingizi ile hofu ipate kuondokea. Sawa. Wayunazzilu alaykum min as-sahabi ma'an tahuran, na Allah akateremsha kwenu nyinyi kutoka mawinguni maji yaliokuwa tahara, maana kisha kujivua kidogo. Liutahhirakum bihi min al-ahdath adh-dhahira, ili apate kuwataharisha nyinyi kutokana na zile hadathi zilizokuwa wazi, haja ndogo haja kubwa hizo. Wayuzilu ankum fil batil, na aondosha vile vile kwenu nyinyi fil batil, kwa ndani, wasaisa ash-shaytan, ule waswasi wa shaytan. Na hii ndio maana maneno Allah pale aliposema yudhhiba ankum rijsa ash-shaytan,
wa khawatira na zile siasa. Waliyashudda ala qulubikum bisabr, na ili apate kutia nguvu akaze Allah hiyo nyoyo zenu kule kuvumilia inda liqa inda alqital wa taqwa kupigana vita. Ipana Allah aliposema waliyarbit ala qulubi, ili atie nguvu Allah juu ya nyoyo zenu, manake wape subra. الربط بكل من الصبر sawa, wanakiwa ni wavumilivu inda alqital, ويثبت به أقدام المؤمنين، na vile vile athibitishe Allah ile miguu ya waumini litalbid al-ardi ar-ramaliyati bil matar, kwa kule kuganda ile ardhi ya changarawe na mvua, hata la tanzaliq fiha al-aqdam, mpaka isiteleze ile miguu. Kwa ile ardhi ile ikatoa bwana maji kidogo ili ipate kuwa vizuri, sawa, sio kwa sababu alizamame ile ikiwa kavu na ile mtihani. idh yuhi rabbukum ila almalaika, zamani alipopeleka wahyi bwana wenu kwa malaika, anni ma'akum, kwamba mimi ni pamoja nanyi. Manake Allah anawaambia malaika kwamba nyinyi niko pamoja nanyi, nimewaona. Fathabitu alladhina amanu, wathibitisheni wale ambao waliamini, manake wapeni thabati. Saulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba, na nitaweka katika nyoyo za wale waliokufuru hofu. Allah atatia nyoyo zao kusikia hofu. Fadribu fawqa al-a'naq, pigeni juu ya shingo zao. Sawa, al-a'naq man a'naqahu, alif na al hapa imekaa mahali pa dhamiri. Sawa, wadribu minhum kulla banan, na wapigeni wao katika kila tindi za vidole. Hii alikuwa ni amri ambayo kwa malaika kwamba mkipiga kafiri na unakata kushi, alafu unaondoa hizo tindi za vidole, unakata pap. Kafiri yote akionekana kama amepigwa huko alafu tindi za vidole zimeondoshwa, ujue kuolewa na malaika. Ndio waji wao kwa makafiri kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana atokea mmoja katika masahaba humfukuza kafiri na kufukuza mpaka pale atakapeleke amaliza kuna tayari kashanguka, hajui nani aliyomuua, kumbe alimuua ni malaika katika malaika wa Allah tabaraka. idh yuhi rabbuka ila almalaika, kumbuka Muhammad zamani alipopeleka wahyi mwana wako kuwapelekea malaika, anni ma'akum, kwamba mimi manake Allah nipo pamoja nanyi. Fathabitu alladhina amanu, wathibitisheni wale ambao waliamini, manake wapeni thabati. Saulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba, na nitatia katika nyoyo za wale ambao waliokufuru hofu, manake hofu iliyokuwa kali kabisa. Fadribu fawqa al-a'naq, basi pigeni juu ya shingo za makafiri. Wadribu minhum kulla banan, na pigeni katika wao katika kila tindi za vidole. Tindi ni hizi vifundo hivi, maana ukipiga shingoni alafu unakata pap, na kamata mwenyewe unapiga katika shingo alafu unakata. Waliuliwa makafiri sana. Sasa idadi ya makafiri kwa 1000. Sasa na idadi ya malaika katika vita hivi ni 1000. Sawa jamani, kwa ikawa Waislamu idadi yao kwamba kuchanganya na malaika ni 1000 na ile idadi walikuwa nao masahaba malaika 1313. Malaika wamezuia makafiri idadi, walishushwa na Ibilisi kama tukavyoona katika ndani ya sura hii, sura al-Anfal. Alafu Ibilisi baada ya pale alipoona sasa wale na Jibril wanashuka sasa, huyo kaingia mitini, alafu akaambia inni ara ma la tarawna. Tuko sawa? Kama mimi ninaona yale ambayo zifanya vile msivyoviona. Alafu semaje? inni akhafu Allah, kama mimi ninamuogopa Allah tabaraka. Sasa kumwogopa, mbona mwashashizio ukavuta mpaka leta nini maana maneno haya? Dhalika, hayo yote hayo, biannahum shaqu Allah wa rasulahu, kwa sababu hao wamemkhalifu Allah na mtume wake.
shaqu bimaana qala dhalika, hayo ambayo yaliyotokea kwa makafiri, min dharbi ruusihim, katika kule kupigwa vichwa vyao, wa a'naqihim, na shingo zao, wa atrafihim, na vidole vyao, bisababi mukhalafatihim amri llahi wa rasulihi, ni kwa sababu ya kule kukhalifu kwao na kupiga kwao amri ya Allah na mtume wake. Allah anasema dhalika, hayo yote yaliyotokea makafiri, annahum shaqu llaha wa rasulahu, kwa sababu wao wamempinga Allah na kumkhalifu Allah na mtume wake. Man yushaqiqi llaha wa rasulahu, yote ambaye atakempinga Allah na mtume wake, fa inna Allaha shadidul iqab, hakika Allah tabaraka wa taala ni mkali wa adhabu fi dunya wal akhirah, hapa duniani na kesho akhira. Dhalikum, hiyo adhabu kwenu. Sasa dhalikum, hiyo adhabu kwenu ambayo nyinyi mmeiharakishia au nimeitanguliza, fadhuku, basi ionjeni. Wa anna lilkafirina adhaban nar, na kwamba wana makafir adhabu ya moto. Yani kwamba hii adhabu ambayo Allah tabaraka wa taala aliwatangulizia hawa makafiri hapa duniani, kwanza ionjeni kukatwa shingo zao na kuuliwa na malaika, alafu vile vile Allah amewahadilia na kuwapakiaga cha nini? Cha moto. Dhalika, hiyo adhabu kwenu nyinyi niliyoharakisha, fadhuku, basi ionjeni. Kadhalika aladhabu alladhi ajaltuhu lakum, hiyo adhabu ambayo nimeiharakisha kwenu nyinyi, ayuha alkafiruna almukhalifuna liawamiri llahi wa rasulihi dunia, enyi makafiri ambao ni wenye kupinga amri za Allah na mtume wake hapa duniani, fadhuquhu fil hayati, basi ionjeni katika maisha. Wa anna lilkafirina adhaban nar, na kwamba wana makafiri adhabu ya moto hiyo siku ya kiyama. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mliamini, idha laqitum alladhina kafaru zahfan, pindi mtakapokutana na wale ambao waliokufuru. Sasa zahfan, hali ya kuwa ni wenye kusota, sawa, yani ule uendaji wa kijeshi unasota, na sababu kuna baadhi ya wakati mwanajeshi anatembea na tumbo, sawa, ndio zahfan, maana hali ya kuwa ni wenye kusota kwa matumbo yao, kwa mili yao. Fala tuwalluhum al-adbar, basi msiwageuzie wao migongo, maana msiwakimbie. Fala tuwalluhum al-adbar, basi msiwageuzie wao migongo kwa kuwakimbia. Manake mkionana nao hapa live inda liqa, katika madhambi makubwa ni atawalli, sawa. Yaumu zahf ni kule kukimbia, kugeuza mgongo, ile siku ya nini? Siku ya mapambano, yaumu zahf, siku ya mapambano. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mliamini, idha laqitum alladhina kafaru zahfan, pindi mtakapokutana na wale ambao, au pindi mtakapokutana na wale ambao wamekufuru, hali ya kuwa ni wenye kusota, sawa. Fala tuwalluhum al-adbar, basi msiwageuzie wao migongo. Sheikh hapa anasema ya ayu alladhina saddaqallaha wattaba'u rasula, enyi ambao walomsadikisha Allah na wakamfuata mtume wake. Idha qabaltum alladhina kafaru fil qital, pindi mtakapokabiliana na kuelekeana na wale ambao waliokufuru katika vita, mutaqaribina minkum, hali ya kuwa wako karibu na nyinyi. Fala tuwalluhum dhuhura, msiwageuzie wao migongo yenu. Fatanhazimu anhum, mtashindwa nanyi. Walakin ithbutu lahu, lakini thibitini kwa ajili yao. Fa inna Allaha ma'akum wa nasirukum, fa inna Allaha, hakika Allah ma'akum, yuko pamoja nanyi, sawa. Wa nasirakum alayhi, na Allah ni mwenye kuwanusuru nyinyi. Sikimbie maandiko, sawa. Waman yuwallihim yawma idhin, na yoyote atakayewageuzia wao siku hiyo, dhubura, mgongo wake, akaugeuza akakimbia,
illa mutaharrifan liqital, isipokuwa yule ambaye atakayegeuka kwa ajili ya vitimbi vya vita, kwa ajili ya mbinu ya kivita. Yani amegeuka lakini leo kwamba aende akimbie kidogo alafu arudi, inaitwa alfarru walkar. Sawa hii, illa mutaharrifan liqital, isipokuwa yule ambaye atakayegeuka kwa ajili ya mbinu ya kivita, au mutahayyizan ila fi'atin, au yule ambaye au mutahayyizan ila fi'atin, au yule ambaye atakayejiunga, atakayejichanganya, yule ambaye atakayejikusanya na kundi jingine. Maana kwamba kafiri yule alitoka katika kundi la makafiri, sawa, lakini lengo lake kwamba yeye tayari kwamba ameshakuwa na imani, akakimbia kule, lakini lengo ajiunge na kundi la Waislamu. Hii maana ndio mutahayyis. Sawa, huyu hawa wametolewa. Waman yuwallihim yawma idhin dubura, sio na yule ambaye atakayefanyaje, atakayewageuzia wao siku hiyo mgongo wake, illa isipokuwa mutaharrifan liqital, yule ambaye atakayegeuza mgongo wake kwa ajili ya mbinu, kwa ajili ya hila ya kivita, au mutahayyizan, au hali ya kuwa ni mwenye kujikusanya. Sasa au mutahayyizan, au hali ya kuwa ni mwenye kujikusanya ila fi'atin, na kundi jingine la Uislamu. Ukiwatoa wawili hawa, fakad baa bi ghadabin, basi takuwa huyu amestahiki chuki kutoka kwa Allah. Wa ma'awahum jahannam, na makazi yake huyu itakuwa ni motoni. Bi'sa al-masir, ubaya marejeo ni ai. Wa man yuwallihim minkum dhahra, na yote ambaye atakayewageuzia wao miongoni mwenu mgongo wake, waqta zahf, wakati wa mapambano, illa munatifan limakidati al-kuffar, isipokuwa yule ambaye atakayegeuka, sawa, lakini kwa ajili ya dini za kuwatisha makafiri, au munhaza, au yule ambaye atakayejichanganya, manake atakayejichangana na kujiunganisha ila jamaati almuslimin, na kundi la Waislamu. Hadir alharbi, tena wote hao ni wenye ambao walihudhuria vile vita, haifukani pale mahala watakapokuwa, manake akatoka katika kundi la makafiri akajiunga na kundi la Waislamu. Huyu ukiwatoa wawili hawa, ikawa mtu na muda kawapa mgongo na kawakimbia makafiri, lakini si kwa moja katika hali mbili hizi, basi mtu huyu faqad istahaqqa al-ghadab min Allah, huyu itakuwa amestahili adhabu kutoka kwa Allah. Sawa, wa maqamuhu jahannam, na mahali pake itakuwa ni jahannam. Wa bi'sa al-masir wal munqalab, na ubaya wa marejeo na mafikizio ni hiyo jahannam. Falam taqtuluhu, bas hamja wahuwa nyinyi, hamja wahuwa hawa washirikina. Hadi falam taqtulu ayuha almuslimun au ayuha almu'minun, hamja wahuwa enyi waumini almushrikina, wale washirikina, yawma badr, siku ya Badr hamkuwaua nyinyi. Walakin Allah qatala, lakini Allah yeye ndiye aliyowaua. Wama ramaita idh ramaita, na wala haujarusha mshale Muhammad pale uliporusha, walakin Allah rama, lakini Allah yeye mwenyewe ndio aliorusha mshale wake. Waliyubli almu'minina minhu balaan hasana, ili awajaribu Allah waumini sasa kutokana na tukio hilo, balaan hasana, manake majaribio yaliokuwa mazuri. Inna Allah samiun alim, hakika Allah ni msikivu, ni mjuzi. Falam taqtuluhum, bas hamja waua nyinyi hawa washirikina, ay falam taqtulu ayuha almu'minuna almushrikina yawma badr, walakin Allah qatalahum, ay walakin Allah qatalahum, lakini Allah ndiyo aliwaua wao. Haithu aanakum ala dhalik, pale alipowasaidia nyinyi juu ya jambo hilo. Wama ramaita idh ramaita, na wala haujarusha pale uliporusha, manake wama ramaita hina ramaita ya Muhammad, na wala haujatupa wakati ulipotupa Muhammad. Walakin Allah rama, lakini Allah yeye ndio aliyotupa. Haithu awsala ramiyata, pale alipokifikisha kile kimondo kilichorushwa kile, allati ramaitaha, ambacho kilichokirusha, ila wujudi mushrikin,
kurusha katika kufika katika zile nyuso za washirikina. Wewe umetupa, lakini alichokufikisha kule kifika kule ni nani? Allah. Wewe umerusha mshale wako, lakini anaofikisha mpaka upige kule ni nani? Ni Allah tabaraka. Hii ndio maana wama ramaita idh ramaita walakinna Allah waliyubli almu'minina, na ili awape majaribio Allah waislamu, sababu manake waliyakhtabira almu'minina billahi wa rasulihi, na wala ili awape majaribio wale waumini wenye kumwamini Allah na mtume wake, minhu kutokana na hiyo jihadi, sawa, balaan hasana, majaribio yaliokuwa mazuri kabisa. Inna Allaha samiun alim, hakika Allah ni msikivu mjuzi. Dhalikum, sawa, dhalikum, hicho kitendo chenu, maanake dhalikum, hilo jambo lenu hilo la kuwaua washirikina. Wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin, kwamba Allah ni mwenye kufedhesha vitimbi vya washirikina. Wa anna Allaha, na kwamba Allah muhinu kaidil kafirin, ni mwenye kufedhesha vitimbi vya makafiri. Ndio maana mnaweza kuwaua na mkawateka, sababu Allah yeye mwenyewe ndo anapenda wafedheke wale mambo. Naelewa? Dhalikum, hicho kitendo cha kuwaua makafiri kwenu. Wa anna Allaha, na kwamba Allah muhinu kaidil kafirin, ni mwenye kufedhesha vitimbi vya makafiri. Ndio maana mnaweza kuwaua, mnaweza kuwateka makafiri, sababu ya Allah yule analipenda. In tastaftihu faqad ja'akumul fath, na mkitaka ushindi basi hakika umeshawajilieni nyinyi ushindi. Wa in tantahu fahuwa khairun lakum, na kama mtakoma basi ni bora zaidi kwenu nyinyi. Wa in ta'udu na'ud, na kama mtarudia na sisi tutarudia pia vile vile. Walan tughni ankum fi'atukum shay'a, na wala hazikuwanufaisheni nini, manake hala hayakuwanufaisheni nini yale makundi yenu na chochote. Walau kathurat, na japo kuwa ni mengi. Hapo wanaambia washirikina, wa anna Allaha ma'al mu'minin, Allah yupo pamoja na wale wenye kumwamini yeye, hayupo pamoja na washirikina. Sawa. In tastaftihu, na mkitaka ufunguzi, manake mkitaka ushindi, faqad ja'akumul fath, bas hakika umeshawajilieni nyinyi ushindi. Walakin tatlubu ayuha al-kuffar min Allah an yuqi'a ba'sakum wa 'adabakum 'ala al-mu'tadin adh-dhalimin. Wa in tantahu, na kama mtakoma enyi nyinyi shirikina, fahuwa khairun lakum, hilo ni bora zaidi. Manake kukoma mkaacha ayuha al-kuffar 'an al-kufri billahi wa rasulihi, kuacha ukafiri, kumkufuru Allah na mtume wake, wa qitali nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuacha kupigana vita na mtume wake Muhammad, fa huwa khairul lakum, ila bora zaidi. Wa in ta'udu, na kama mtarudia ila alharbi wa qitali Muhammad, kurejea katika vita na kumpiga vita mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuwapiga vita wale wafuasi wake, sawa, na'ud, tutarudi ni vile vile kuwashinda, maana tutarudi kupambana na nini, alafu tutawashinda. Walan tughni ankum fi'atukum shay'a, na wala hazikuwanufaisheni nini, hayakuwanufaisheni nini yale makundi yenu, sawa, shay'an, na chochote, yani makundi yenu mengi yalikuwa hayakuwanufaisheni na chochote. Walau kathurat, na japo kuwa yamekuwa mingi tu haya makundi. Wa anna Allaha ma'al mu'minin, na kwamba Allah yupo pamoja na waumini. Ya ayuha alladhina amanu atii'u Allaha wa rasulahu, enyi ambao mmeamini mtiini Allah na mtume wake. Wala tawallaw anhu, sasa na wala msimpe nyongo kuepukana naye. Wa antum tasma'una, hali ya kuwa nyinyi mnasikia. Kama ndiko sawa? Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, atii'u Allaha wa rasulahu, mtiini Allah na mtume wake, fima amarakum bihi wa nahakum anhu, katika yale ambayo Allah ameamrisheni nyinyi na amekatazeni. Wala tawallaw anhu, na wala msipe nyongo mkaepukana na Allah na mtume wake, manake msiache kumtii Allah na mtume wake. Wa antum tasma'un, na hali ya kuwa nyinyi mnasikia yale mnayosomewa katika Qur'an, manake wa antum tasma'una ma yutla alaykum fil Qur'an,
na hali ya kuwa nyinyi mnasikia yale ambayo yanayosoma kwa nyinyi katika Qur'ani min alhujaj walbarahin, katika hoja na hoja mbalimbali. Wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un, na wala msiseme wala msiwe kalladhina qalu, ni kama wale ambao waliosema sami'na, tumesikia, wa hum la yasma'un, na hali ya kuwa wao hawasikii. nani? Wala takunu, na wala msiwe kalladhina, kama wale ambao qalu, waliosema sami'na, tumesikia sisi, wa hum la yasma'un, hali ya kuwa wao hawasikii chochote. Wala takunu ayuha almu'minun, na wala msiwe enyi waumini, fi mukhalafati llahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, katika kumkhalifu Allah na mtume wake Muhammad, kalmushrikina walmunafiqin, msiwe ni kama vile washirikina na wanafiki. Alladhina idha sami'u kitaba Allah yutla alayhim, ambao pia wanaposikia kitabu cha Allah husoma kwa wao, qalu, husema sami'na biadhanina, tumesikia kwa masikio yetu. Wa hum fil haqiqati la yatadabbaruna ma sami'u, na hali ya kuwa wao hakika hawayazingatii yale ambao wameyasikia, wala yufakiruna fi, wala hafikiri chochote. Wanafiki washirikina. Tuko sawa? Tuko vizuri hapo? Inna sharra ad-dawabi inda Allah, hakika waovu wa wanyama mbele ya Allah, as-summu, maana nini? Viziwi, albukmu, nini? Mabubu, alladhina la yaqiluna, ambao hawafahamu chochote. Sababu wanyama ni viumbe ambao viziwi alafu ni mabubu. Ni viziwi hawasikii, ni mabubu hawanini, hawezi kusema. sawa sawa. Wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma' illa du'aan wa nidaa, summun bukumun fahum la yaqilun. Au sio bwana? Ndivyo anavyosema Allah tabaraka wa taala. Inna sharra ad-dawab, hakika waovu wa wanyama, inda Allah, mbele Allah tabaraka wa taala, summun bukum, ni vile viziwi mabubu, alladhina la yaqilun, ambao hawana akili. Ndio sasa wana wanafiki na washirikina kama vile wanyama, kama tulivyosoma katika aya zilizotangulia, ulaika kal an'am bal hum adall. Walau alima Allahu fihim khaira, na lau angelijua Allah kwa wao kwamba kuna kheri, la asma'ahum, angeliwasikilizisha wao haki wakaisikia. Lakini Allah anajua fika kwamba hawa hawana kheri yoyote, hata kama hiyo haki nafikishia pia na wapa ule usikivu wasikie pia hawataamini. Kwa maana Allah akasika, khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum, na lau kama angelijua Allah kwa wao, kwa kuna nani? Wao washirikina na wanafiki, angelijua kuna khairi, la asma'ahum, angeliwasikilizisha wao haki, manake angeliwasikilizisha wao mawaidha alquran, yale mauidha ya Qur'an wa ibara na mazingatio yake, hata yaqilu anillahi azza wa jalla, mpaka wamfahamu Allah tabaraka. Walau asma'ahum, na lau angeliwasikilizisha wao sawa sawa, la tawallaw, wangelipa nyongo, manake wangelikataa, walingekengeuka, wa hum mu'ridun, na hali ya kwao ni wenye kupa nyongo. Hata kama angelasikilizwa kama sasa asikilizeni, na ndio maana nakuta kwamba makafiri wala hawana habari na Qur'an. Sasa hana shida nani kabisa. Hivyo Allah ndio Allah jua. Walau asma'ahum, na lau angewasikilizisha wao, manake angewasikilizisha hiyo Qur'ani na mauidha, la tawallaw, basi wangenifini, walikengeuka, wa hum mu'ridun, na hali ya kuwa wao ni wenye kukataa na wakapanyonga. Ya ayuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mnaamini, istajibu lillahi wa lirrasul, muitikieni Allah na mtume, idha da'akum, pindi atakapowaiteni nyinyi, lima yuhyikum, kwa kile kitakachowahuisheni nyinyi, kwa kile kitakachowapeni uhai, na kile kitakachowapeni uhai min alhaqi, katika haki. Mtume anawaita katika kitu ambacho kitakachowapeni uhai, nao ni haki.
Jamani, tuko sawa? Tutakuwa tufanyeje? Tumjibu mtume wa Allah katika hicho. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, lakini muamini Allah, saddaqu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Istajibu lillahi wa lirrasul, muitikieni Allah na mtume, bitaa, kwa kumtii, idha da'akum, pili atakapowaiteni nyinyi, lima yuhyikum, kwa kile ambacho kitakachowapeni uhai, min alhaqi, katika haki. Fa fil istijabati islahu hayatikum fi dunya wal akhirah, na katika kumjibu Allah na mtume wake ndio kuutengeneza uhai wenu hapa duniani na kesho akhira. Waalamu, najueni, bimaana ayuha almu'minun, enyi waumini, anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbi, kwamba Allah ndiye anayezuia kati ya mja na moyo wake. Bimaana anna Allah huwa almutasarrif fi jamii alashya, kwamba Allah yeye ndio mwenye kuendesha yani vitu vyote. Walqadiru, Allah ni mwenye uwezo, ala an yahula baina alinsan, juu ya kule kuzuia kati ya mtu, wama yastahihi, na yale ambayo yanayopendwa, wama yastahihi qalbuhu, na yale yanayopendwa na moyo wake. Allah anazuia yanatamaniwa na moyo wake. Unaona, wa annahu, na kwa mahali ilivyo, ilayhi tuhsharun, kwake yeye Allah tu mtakusanywa. Unaona, fa huwa subhanahu alladhi yamba an yustajaba lahu idha da'akum idh biyadihi malakutu kulli shay'in wa'lamu annakum tujma'una liyawmin la rayba fihi. Ya ayyuha alladhina amanu, enyi ambao mnaamini, istajibu lillahi wa lirrasul, basi muitikieni Allah na mtume, idha da'akum, pindi atakapowaiteni nyinyi, lima yuhyikum, katika kile kitakachowapeni nyinyi uhai, wa huwa alhaq, ndio ni haki. Waalamu, najueni, anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbihi, kwamba Allah ndiye anayezuia kati ya mtu na moyo wake, na yale anayotamani katika moyo wake Allah anazuia. Wa annahu, na kwa mahali hilivyo, ilayhi tuhsharun, kwake Allah tu ndo mtakusanywa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, iogopeni fitna, la tusibanna alladhina dhalamu, haitowapata fitna hiyo wale ambao waliodhulumu miongoni mwenu, khassa tu. Kwa sababu kwamba siku fitna ikija itawapata wale makafiri tu, hata wasiokuwa makafiri pia itawapata. Nini maana? Kwamba njaa ikija haitowapata makafiri kusumudu Allah, mpaka sisi sasa kwa njaa. Si ndio janga la taifa? Kama ya maradhi siku umetapata watu fulani tu, mpaka wale watu wema pia nao itawapata. Ile idha nazala albala ya ummu salih wa talib, sio kuogopeni fitna. Wa'lamu anna Allah shadidul iqab, najueni kwamba Allah ni mkali mno wa adhabu, liman khalafa amrahu wa nahya, kwa ule mwenye kukhalif amri zake na makatazo yake. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, na iogopeni fitna, haitawapata wale ambao waliodhulumu miongoni mwenu tu, kwamba fitna itakapokuja itawapata wale waliodhulumu miongoni mwenu tu basi. Tawapata paka na wengine ambao si wenye kufanya dhulma. Manake wahdharu ayuha almu'minun, na tahadharini enyi waumini, ikhtibaran, na majaribio, wa mihna, na mtihani, yu'ammu biha almusi'u wa ghayruhu, ambao huenezwa mtihani hiyo yule muovu na asiyekuwa muovu. La yukhassu biha ahlul maasi, haitohusishwa mtihani huo kwa wale wenye kumwasi Allah tu, wala man bashara dhanba, ala haitohusishwa kwa yule ambaye aliovana na madhambi aliofanya. Bal tusibu salihina bil ma'ahum, bali utawapata wale wema pia pamoja nao. Idha qadaru ala inkari dhulmi wa lam yunkiruhu, ikiwa wana uwezo wa kukataza mabaya alafu hawakatazi. Maana hiyo, yani uwezo wa mabaya anafanyika kuyasema hawayasemi, waogopa watu, balaa likija naona pia litawaenea, habari atakuwa ijue.
Waalamu, najueni, anna Allaha, kwamba Allah shadidul iqab, ni mkali mno wa adhabu. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu.